Karibu mtazamaji wa Zone Media, tuangazie yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Na hapa mtazamaji, tunakwenda kuangazia kwa undani kabisa meli ya USS Gerald R. Ford ambayo tayari imetumwa na iko njiani kuelekea Mashariki ya Kati, ambapo ni mvutano wa kijeshi unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Sasa tunakwenda kuipitia kwa undani meli hii ili uweze kufahamu mtazamaji wetu ni meli ya aina gani. USS Gerald R. Ford ni meli kubwa zaidi na ya kisasa zaidi ya kubeba ndege za kivita inayomilikiwa na jeshi la majini la Marekani. Meli hii ni alama ya kizazi kipya cha nguvu za kijeshi za Marekani na imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu zaidi kuwahi kutumika katika historia ya meli za kivita. Meli hii imepewa jina la aliyekuwa rais wa 38 wa Marekani, Gerald R. Ford, na ilitengenezwa na kampuni ya Huntington Ingalls Industries ikiwa ni sehemu ya mpango wa Marekani kuboresha uwezo wake wa kijeshi baharini. Kwenye upande wa ukubwa na vipimo vya meli, USS Gerald R. Ford ni meli yenye ukubwa mkubwa sana ikiwa na vipimo vifuatavyo. Urefu ina mita 337, upana ina mita 78, uzito ina tani zaidi ya 100,000, ina ukubwa sawa na jengo la ghorofa zaidi ya 20, ina uwanja mkubwa wa ndege juu yake unaoruhusu ndege kuruka na kutua. Ukubwa huu unaifanya kuwa kama mji unaoelea juu ya maji. Ina mfumo wa nguvu ya nyuklia. Moja ya uwezo mkubwa wa meli hii ni kutumia nishati ya nyuklia. Ina mitambo miwili ya nyuklia aina ya A1B reactors. Ina uwezo wa kufanya kazi kwa zaidi ya miaka 20 bila kuongeza mafuta. Ina kasi zaidi ya kilomita 55 kwa saa. Hii inaifanya meli hii kusafiri umbali mrefu bila kusimama. USS Gerald R. Ford ina uwanja kamili wa ndege unaoelea baharini. Ina uwezo wa kubeba ndege zaidi ya 75 za kivita, ndege za F/A-18 Super Hornet, ndege za F-35C Lightning II, ndege za kizazi cha 5, lakini pia ina uwezo wa kubeba helikopta za kivita na ina uwezo wa kubeba ndege za upelelezi na ulinzi. Inaweza kurusha ndege kila sekunde chache wakati wa operesheni kali za kivita. Pia ina teknolojia mpya ya kurusha ndege inaitwa EMALS. Tofauti na meli za zamani, USS Gerald R. Ford inatumia mfumo mpya unaoitwa EMALS, yani Electromagnetic Aircraft Launch System. Faida zake ni kurusha ndege haraka zaidi, pia ni kupunguza uharibifu wa ndege, lakini ni kuongeza idadi ya ndege zinazoweza kuruka kwa siku, lakini ni kutumia umeme badala ya mvuke. Hii inaifanya kuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Lakini pia meli hii ina mfumo wa ulinzi na rada. USS Gerald R. Ford ina mifumo ya kisasa ya ulinzi ikiwemo rada ya kisasa inayoweza kugundua makombora na ndege umbali mrefu, lakini mifumo ya kuzuia makombora ya adui, silaha za kujilinda dhidi ya mashambulizi ya karibu, mfumo wa upelelezi wa hali ya juu. Ni vigumu sana kwa adui kushambulia bila kugunduliwa. Kwenye upande wa idadi ya wafanyakazi, meli hii hubeba jumla ya watu takribani wanamaji zaidi ya 2600, kikosi cha ndege zaidi ya 2400, jumla ina uwezo wa kubeba zaidi ya watu 4500. Hawa wote hufanya kazi kuhakikisha meli inafanya operesheni masaa 24 bila kusimama. Gharama ya meli hii. USS Gerald R. Ford ni moja ya meli ghali zaidi duniani. Gharama ya ujenzi ni zaidi ya dola bilioni 13. Ni meli ghali zaidi ya kivita kuwahi kutengenezwa. Hii inaonyesha kiwango cha teknolojia kilichowekezwa katika meli hii. Ina umuhimu gani katika operesheni za kijeshi? Kutumwa kwa meli hii katika eneo la Mashariki ya Kati kuna maanisha mambo makubwa ya kijeshi. Inaweza kushambulia malengo kutoka umbali wa maelfu ya kilomita, inaweza kulinda washirika wa Marekani, inaweza kudhibiti anga na bahari kwa wakati mmoja, na inaweza kuendesha vita bila kutegemea kambi ya ardhini. Ni kama kambi kamili ya kijeshi inayosafiri baharini. Sasa Rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuchapisha picha ikionyesha meli hiyo ya USS Gerald R. Ford ikielekea Mashariki ya Kati, ikiwa ni mvutano unaoendelea kati ya Marekani pamoja na Irani. Sasa kuongezeka kwa meli hii kunaonyesha ni kwa jinsi gani mvutano baina ya Marekani pamoja na Irani unazidi kuongezeka Mashariki ya Kati kufuatia vitisho ambavyo vimekuwa vikiongezeka kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia Irani ikiapa kujibu mashambulizi hayo kwa nguvu kubwa kabisa na haitokubali kuchezewa na Marekani. Lakini vile vile ni kunaongeza idadi ya meli za kivita katika ukanda wa Mashariki ya Kati
kwa sababu USS Abraham Lincoln iliweza kuwasili Mashariki ya Kati mwezi uliopita, na ongezeko la USS Gerald R. Ford kunafanya sasa meli za kivita kuwa mbili, ambapo USS Abraham Lincoln ilivyoweza kuwasili, iliwasili na shehena ya kutosha ya ndege za kivita, lakini kikosi cha majini cha kijeshi cha Marekani pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga. Lakini vile vile hata meli hii ya USS Gerald R. Ford imechukua shehena ya wanajeshi, lakini vile vile shehena ya wafanyakazi kwa ujumla ambao wanaratibu shughuli zote katika meli hii. Pia wameambatana katika msafara huu ambao unaelekea Mashariki ya Kati kwa hivi sasa. Moja kati ya stori kubwa kwa hivi sasa ni stori hii ambayo inazungumzia upelekwaji wa meli hii ya USS Gerald R. Ford, ambayo ni meli ya kisasa zaidi ya kubeba ndege katika jeshi la Marekani. Na meli hiyo imepewa jina la aliyekuwa rais wa 38 wa Marekani, Gerald R. Ford, kama ishara ya heshima kwa mchango wake kwa taifa hilo la Marekani kipindi cha uongozi wake. Inavyotafsiriwa hapa ni ongezeko la kijeshi katika ukanda Mashariki ya Kati kwa ajili tu ya kuishinikiza Irani kuingia katika mazungumzo ya makubaliano kati yake na Marekani, ambapo duru ya kwanza ya mazungumzo ilihusisha mazungumzo ya nyuklia pekee iliyofanyika nchini Oman. Irani imekuwa ikipigilia msumari kwamba haitakubali swala la makombora liweze kujadiliwa, lakini haitakubali swala la kusapoti vikundi washirika Mashariki ya Kati pia liweze kujadiliwa, kwa sababu Irani imesema kwamba watakubali mazungumzo ya nyuklia, yani masaa 24 wako tayari kuzungumzia nyuklia na wako tayari kupunguza urutubishaji wa urani zake katika vituo vyake vya nyuklia. Na hivyo basi, mpango ambao waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemshawishi rais wa Marekani Donald Trump kwamba katika duru ya pili ya mazungumzo inayotarajiwa kufanyika wiki ijayo nchini Oman, pia wakazungumze kuhusu mustakabali wa mpango wa makombora wa Iran. Lakini cha pili ni kuhusu kusapoti vikundi wa shirika kama Hamas na Hezbollah na Wahuthi pale Mashariki ya Kati na vikundi vingine vya kishia kule nchini Iraq. Kwa hivyo Rais Trump alitangaza kwamba nitapeleka meli nyingine ya kivita, na ndio hii tayari ambayo amethibitisha kwamba inaelekea Mashariki ya Kati. Unaona ni kwa jinsi gani ambavyo vita viko karibu kutokea kati ya Iran pamoja na Marekani hivi karibuni. Ikiwa mvutano unazidi kuongezeka, taifa la Irani liko macho masaa 24 kuangalia ni nini ambacho kinakuja kwetu kama tishio. Tayari wamenotice kwamba meli nyingine inaongezwa ya kivita. Hata maandalizi yao kuikabili Marekani pia sina shaka watazidi kuyaongeza maradufu ya vile ambavyo walijiandaa hapo awali. Basi mtazamaji wetu, ili kuweza kufahamu yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, ni kuombe tu uweze kuwa karibu nasi hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.